mmoja ambao amenitumia Profesa Janabi, kanambia fanya hima wafikie wachezaji, na huo ndio ujumbe wa kila shabiki wa Simba. Yapa anasema niwaambie wachezaji. Ngoja tuambie kwanza Profesa Janabi ndio nani, pengine mtu amjui Profesa Janabi. Cheo chake cha kinchi au tupitishe tu. Profesa Janabi alikuwa mjumbe wa bodi ya kurugenzi ya Simba Sports Club, lakini alikuwa mkurugenzi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, mkurugenzi wa taasisi ya moyo JKCI, na sasa hivi ndio mshauri wa masuala ya kiafya wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni mtu mzito. Sasa umeona sasa hapo tupo ujumbe wake. Mtu mzito kanitumia message. Mtu mzito kanitumia message tumetumwa. Mbona hutaki kukubali hiyo message tu? Kanitumia message. Anasema Profesa Janabi kuwaambia wachezaji wa Simba, hongera kwa ushindi wa Zanzibar. Mashabiki wenu tupo kwenye furaha kubwa, na furaha hiyo iko mikononi mwetu. Yani yu mwetu ni wachezaji. Tukishinda tena kesho, tutawapa sababu nyingine ya kusherehekea. Kila mechi ni historia na kila ushindi ni heshima kwa jezi tunayoivaa. Yani hapa Profesa Janabi amesimama mbele ya wachezaji wa Simba, anawapa huu ujumbe. Unasema hivi, naudia tena kwa msisitizo. Hongera kwa ushindi Zanzibar. Mashabiki wetu wapo kwenye furaha kubwa, na furaha hiyo iko mikononi mwetu. Tukishinda tena kesho, tutawapa sababu nyingine ya kusherehekea. Kila mechi ni historia na kila ushindi ni heshima kwa jezi tunayoivaa. Naendelea kumnukuu Profesa Janabi. Timu bora, tumeanza vizuri, sasa tuendelee vizuri. Timu bora haishindi mara moja tu, inashinda tena na tena. Kesho ni nafasi yetu ya kuthibitisha hilo. Tuwape mashabiki wetu zawadi ya ushindi mwingine. Janabi amemalizia hapo. Janabi mwanachama wa Simba. Umeona ujumbe ulivyokuwa mzito huo? Kwanza mtu mwenyewe kaka, ujumbe wa kiprofesa huo, faili kubwa. Ujumbe wanatakiwa wafikie wachezaji wa Simba, na anasema ningekuwa Dar es Salaam ndio ningetoa ujumbe huu. Yani angesimama mbele ya kina Kapombe na akawapa ujumbe mfupi tu ya kwamba tumwafurahisha mashabiki wetu Zanzibar, tuwafurahishe na Dar es Salaam. Timu bora haishindi mara moja tu, inashinda tena na tena. Twendeni tukashinde. Kila mechi ina historia wake na kila ushindi una heshima yake. Profesa Janabi. Kwa hiyo na huu ndio ujumbe wa mashabiki wote wa Simba, ya kwamba tunashukuru kwa kazi nzuri ya Zanzibar, lakini nendeni mkafanye tena kazi nyingine. Nini maana yake? Ni kwamba ushindi wa Zanzibar hautoshi, tunahitaji ushindi mwingine kesho. Sawa semaji, tumalizie hapa walau kwako wewe tupitishe kidogo. Kesho ni mechi ya namna gani wewe unavyoiona? Kwanza lazima tukiri ya kwamba ni mechi ngumu. Kama kuna yeyote atakwambia ni mechi nyepesi, huyu lazima atakuwa punguani. Mechi hii lazima tutambue ya kwamba ni mechi ngumu. Ni mechi very tough. Ni mechi ya kihistoria. Ni mechi ambayo inabeba kila kitu. Ni mechi ambayo hapa napozungumza nawe kuna watu hivi sasa hawali, hawanywi, hawana raha, hawana furaha kwa sababu ya hii mechi. Ni mechi ngumu. Sisi Simba Sports tuna timu nzuri, lakini hatuwezi kusema 100% ya kwamba tuna uhakika wa kupata ushindi kesho. Tunachoweza kuahidi mashabiki wetu ni kwamba viongozi, na kama watapata nafasi ya kuonesha mashabiki wetu namna viongozi wote wa Simba Sports Club wako hapa
Meja Isamuhyo, na hawajaanzia hapa, wameanzia kambini pale Mbweni. Maana yake ni kwamba viongozi wako serious. Hatutafumba lepe la jicho mpaka tumalize mechi hii, na tena tumalize kwa ushindi. Kwa upande wa viongozi tuko kwenye level hiyo ya userious, na kwa wachezaji ni hivyo hivyo. Tunachoweza kuwaahidi mashabiki wetu ni kwamba tutakwenda kujitoa, tutakwenda kujituma, tutakwenda kupambana, tutakwenda kutoa nafsi zetu na roho zetu. Unajua hali na mali. Sasa viongozi wanatoa mali ili timu ishinde, wachezaji wanatoa hali. Kwa hiyo hali na wanatoa hali. Kwa hiyo hali na mali kesho vinakwenda kupambana pamoja kuisaidia Simba ipate ushindi. Mimi naamini kwa nikitazama taswira za wachezaji wetu, nikiangalia nyuso za viongozi wetu, namuona mnyama akipata matokeo mazuri kesho kwa mapenzi yake Jalla Jalal. Inshallah. Sawa. Tuzungumze pia na mashabiki, walau tupitishe zoezi la tiketi linaendeleaje, mauzo hadi hivi sasa kuamkia au kuelekea siku hiyo ya mchezo, na vyote vinahusu mashabiki. Pengine tuje mapema au tusikilizie, tuje saa 12 tiketi pengine wakatupisha nao katika hilo eneo. Hadi sasa hivi nini ambacho kinaendelea? Mauzo yanakwenda vizuri. So far mzunguko imemalizika, na tukiwa hapa uwanjani kwa watu wako serious. Mpeli Basege apige kona ushindi. Mzunguko, tunaposema mzunguko ni haya majukwaa ya nyuma ya goli. Hawa ni wale watu waliolipa shilingi 15,000. Kwa maana magoli yote mawili kule 15,000 na huku ni 15,000. Hayo ndiyo maeneo ya mzunguko. Shilingi 30,000 ni lile jukwaa la kule linaotuangalia huku, ambalo ni VIP B. Ili ndo shilingi 30,000. Alafu jukwaa hili ambalo tunatazamana nalo hapa hivi, ambalo ni ile njia ya dressing rooms, hili ndiyo jukwaa la VIPA ambalo ni shilingi 50,000. Kwa kama umelipa shilingi 50,000, manake wewe utakaa huku. Kama umelipa 15,000 mzunguko, wewe utakaa kule, na kama umelipa shilingi 30,000 utakaa upande wa pili wa uwanja. Hiyo ndo structure ya uwanja wetu hapa, na mzunguko imemalizika. VIPA muda wowote kuanzia sasa inakata. Alafu kesho asubuhi nadhani unaiona VIPB sio sehemu kubwa sana, nayo hadi kufika majira saa 3 saa 4 tunakuwa tumeshafunga ukurasa. Mpango mzima wa uuzaji na ununuaji wa tiketi utakuwa umeishia hapa. Tuje mapema au tuje karibia na muda wa mechi? Tuje mapema, kwa sababu uwanja ni mpya kwenye dabi. Benjamin Mkapa inajulikana nani anakaa wapi. Kwa huu uwanja ni mpya. Kwa hiyo ni vema tukaje mapema ili kila mtu ajue anakaa sehemu gani jukwaa la timu yake. Sawa. Kumekuwa na maneno, pengine watu wanauliza, wana Simba pengine wana mashaka waliokuwa njiani wanaopanga kuja kesho, na pengine kuna mtu ana mpango wake ukitaka kuja uwanjani kuhusiana na mazingira ya uwanja. Kuna baadhi ya vikripu pia vinazunguka vinatembea, unaonekana uwanja haupo kwenye mazingira mazuri kuchezwa mchezo huu wa dabi hapo kesho. Kama kamera zitaonesha vizuri, saa 12 kamili jioni ya leo watani wetu wamefanya mazoezi katika uwanja huu. Wamemaliza wao saa 12 mpaka saa 1. Simba Sports Club tumeingia uwanjani kufanya mazoezi, na hiyo ndiyo hali halisi ya uwanja. Hata kiatu cha mchezaji hakina matope. Nadhani Mringo anaweza akaonesha vizuri. Nini nataka kusema ya kwamba uwanja upo katika hali nzuri. Kilichofanyika kwa kutumia wahuni wachache